Ndugu zangu, nimekuja mbele yenu na leo na mada nataka tuzungumzie. Kuna wazazi wengi, hususan familia za sisi wa Afrika ambao zimetoka Afrika zimekuja zinaishi Umarekani, zinaishi hapa Ulaya, Australia, Kanada, nafasi zingine, zinalalamika sana kufuatana na hali za watoto. Kila siku watoto wanalalamikiwa, mara hili limetokea, mara lile limetokea. Lakini nataka niwaambie kwamba ndugu zangu, vita vinavyotokea nchini kwako, kuna watu wengi wanapoteza maisha, na wale wachache huwa wanakimbia kwenda nchi nyingine. Wanapofika huko huwa wanapata bahati ya kupata hifadhi kwenye nchi ya tatu. Wanaweza wakaenda Marekani, wanaweza kaja hapa Ulaya, Kanada, Australia, popote pale watakapohifadhiwa. Na wanapofika na watoto huko, watoto wengi kipindi bado wapo Afrika huwa wanaambiliwa munaenda huko, cha muhimu ni masomo ili muje muwe watu fulani katika maisha yenu hapo baadaye. Lakini watoto wengi wanapofika huku huwa wanaenda njia tofauti na yale ambao baba na mama walikuwa wanategemea. Wale walikuwa na plani kwamba watoto wakifika huku Ulaya wanaweza wakawa watu fulani, wanaweza wakasoma na wakafanya kitu cha maana. Watoto wengi wanaenda njia tofauti kabisa, na hiyo inasumbua wazazi wengi, inaletea wazazi wengi hata magonjwa. Wazazi wengi wanakata tamaa, mpaka wengine wanafikia kusema, kama ningelijua hata hawa watoto ningebaki nao Afrika na nisingewaleta kwenye nchi ya tatu kwamba tumekuja, kwa sababu ya yale watoto wanaofanyia wazazi. Sasa ndugu zangu, kwa yote haya, maana ya malalamiko yashatokea nchi nyingi sana. Kila mtu analala kwake anayoyapitia katika familia yake. Lakini sasa ndugu zangu, hivi shida ni watoto peke yao ama na sisi wazazi tunachangia kwa hali hizo kuweza kuwa zinatokea? Mara utakuta watoto wanaingia kwenye makundi ya ajabu. Wengine watoto wanakuwa watu wa ajabu ajabu, wanafanya vitu vingine, na wajue wanashindwa kuelewa kwamba hizi nchi ambazo sisi tunaishi zina masheria. Iwe Marekani, iwe hapa Ulaya, iwe Australia, iwe Kanada, iwe mahali popote pale, hizi nchi ni nchi ambazo zina sheria zao tofauti labda na zile sheria za kwetu tulikotoka Afrika. Watoto wanapofanya kosa huku, polisi ikimshika moja kwa moja, hiyo hali ina affect hata familia. Baba na mama wanapata shida sana kwa yale yaliyotokea mtoto wao. Kuna hata wazazi, baadhi ya wazazi wamekwisha kupoteza maisha kufuatana na hali za watoto wao. Nini chaweza kufanyiwa ili hali kama hizo zisiweze kutokea katika jamii zetu? Watoto wanahitaji semina. Je, hao watoto wanahitaji watu wakuwa wanawashauri ama namna gani? Naomba ndugu zangu tuweze kugawa mawazo yetu hapa. Kwa nini watoto wetu wanapotoka huko nyumbani wanakuwa ni watoto wazuri sana? Wanapofika nchi ya tatu huku tunapoletwa, watoto wanakuwa wengi hawaeleweki, na hiyo hali inasumbua sana wazazi. Nini iweze kufanyika? Na kama una maoni ndugu yangu, uweze kuweka hapa kwa komenti na ugawe mawazo haya na watu wengine, ili wajue kwamba kuna watu wengi walipoteza mafamilia zao huko Afrika kipindi vita vilivyotokea. Lakini wale wachache waliobahatika kupata nafasi ya kuletwa kwenye nchi ya tatu wanataka kuchezea hii nafasi walioipewa, hususan watoto. Ni kwa sababu hawajui ile wazazi ndio wana uchungu ama namna gani. Unapopata mada hii, gawa na mtu wengine. Asante sana.